Mtazamaji wa SQF TV, hujambo na karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kupitia SQF TV katika siku hii ya leo. Mimi ni Boniface Allen. Tunaanzia hapa Arusha. Tume ya Taifa ya Mipango imekuja na mfumo mpya wa kitaifa wa kusimamia mipango na miradi ya maendeleo wa e-delivery ambao utaongeza uwazi, uwajibikaji, ufanisi na usimamizi wa miradi ya maendeleo katika utekelezaji wa Dira 2050. Akizungumzia mfumo huo jijini Arusha katika mafunzo yanayotolewa na tume hiyo kwa watendaji wa umma ambao ni wataalamu wa mipango, sera, ufuatiliaji na tathmini, meneja mifumo na kujenga uwezo kutoka Tume ya Taifa ya Mipango, Bwana Wiranga Giraguti amesema mfumo huo utaanza kutumika rasmi Julai mosi mwaka 2026, ambapo miradi yote ya maendeleo itasajiliwa katika mfumo huo na itatakiwa kuendana na malengo ya Dira ya 2050. Faida nyingine ya pili ya mfumo utaenda kuhakikisha kwamba masuala yote ya ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa mipango na miradi ya maendeleo unafanyika kwa ufasaha na kwa kuzingatia mabadiliko ya kutoka kufuatilia shughuli za miradi, na sasa tunaenda kuhakikisha kwamba tunafuatilia matokeo, na hii imekuwa ni kauli mbiu ya tume kwamba tunabadilisha kutoka kufuatilia shughuli na kwenda kufuatilia matokeo, na ili iweze kutusaidia sisi kupima utekelezaji wa dira kwa namna ambavyo miaka itakuwa inaenda. Mfumo unatusaidia sisi kuweza kuhakikisha kwamba upangaji wa rasilimali za umma unaenda sambamba na vipaumbele vya taifa, ambapo hapo sasa tutakuwa tunaangalia miradi yote inayoibuliwa na taasisi zote za umma ikiwasilishwa Tume ya Taifa ya Mipango. Tume inaangalia miradi kwa kuangalia faida zaidi na matokeo makubwa kwa jamii na kwa nchi, na ili tuweze kufikia malengo yetu ya 20. Mfumo huu utaturahisishia katika usajili wa miradi yetu, lakini ufuatiliaji na tathmini, lakini vile vile kuweza kulipoti kwa urahisi. Katika mfumo huu sisi tumejifunza, kwanza tumepata platform ya kukutana taasisi mbalimbali ambazo zimetusaidia kushare ideas, hasa changamoto ambazo tunakutana nazo kwenye miradi na utatuzi wake. Hivyo inatupa fursa nzuri ya kuelewa wenzetu wanafanya nini ili tuweze kuboresha katika upande wa taasisi zetu tunazofanyia kazi. Lakini pia inatujengea ufanisi katika kazi, lakini inatusaidia katika uandishi wa maandiko yetu vizuri, kwa sababu imetupa fursa ya kuona format mbalimbali za uandishi wa miradi yetu, na format hizo ndizo ambazo tunatumia kuziingiza katika mfumo huu. Lakini pia itaturahisishia katika ufuatiliaji na tathmini wa miradi yetu na reporting kama ambavyo wametuelekeza, na zaidi itatusaidia katika kuripoti vile vitu sahihi, kwa sababu kuna stages ambazo zinapita. Kwa mfano, itatoka kwetu itaenda kwa msajili wa hazina, lakini vile vile itaenda kwa wizara na kuendelea kuna process nyingine. Huu mfumo jinsi ulivyo unatusaidia sisi kuweza kufuatilia miradi kuanzia pale miradi unapoanza, step inayofuata hadi pale unapofika mwisho, kwa sababu kama tunavyoona pale tumeelekezwa, unapitia stage nyingi, unaenda mpaka mkoani, unapanda kutoka mkoani unaenda juu mpaka wizarani, mpaka Tume ya Mipango, alafu unakuja kwetu tena. Inatusaidia sisi kuja kujua, yani kuitrack ule mfumo mzima wa mradi unapoanza mpaka pale unapokamilika. Alafu kipengele kingine ambacho nimekipenda kwenye huu mfumo ni kwamba wametuambia itafika point wata connect huu mradi na mfumo wa NeST, mfumo wa NAPA. Maanake upande manunuzi yanapofanyika inakuwa ni rahisi kujua kwamba je, kinachokwenda kununuliwa ni kichenyewe kwenye NeST imekuwa connected na nini na e-delivery. Alafu pia pale kwenye kufuatilia mradi umekuwa connected na mfumo wa National Physical Addressing System kwa maana ya NAPA. Itatusaidia sisi kutrack current activity inayofanyika kwenye mradi husika. Je, ni activity gani inafanyika kwa wakati gani? Kwa hiyo ripoti itakuwa ni rahisi kuitrack kinachozungumzwa kwenye ripoti na ambacho kwa uhalisia kwa wakati huo je ndo chenyewe, inakuwa ni rahisi kuja kuitrack kama serikali. Okay, mfumo wa e-delivery kwanza ni mfumo ambao umelink na mifumo mingine ikiwemo mifumo ya fedha. Kama tunavyojua fedha inasimamiwa na Wizara ya Fedha, lakini masuala ya miradi inasimamiwa na Tume ya Mipango.
Kwa pale ambapo miradi itakuwa imepangwa, ikapita tume ya mipango akaridhia kwamba mradi utatekelezwa, wataenda kupanga kwa awamu. Kama tunavyojua kwamba huwa wanapanga miradi kila mwaka, kwamba mradi utatekelezwa mwaka husika. Kwa hiyo baada ya kupangwa kwamba mradi utatekelezwa mwaka husika, uko kwenye pipeline, wataidhinisha kwenda Wizara ya Fedha, ambao wao ndio watakuwa wana allow fedha kutoka kwa huo mwaka kwa ajili ya kutekeleza mradi husika. Kwa hiyo mfumo sio tu kwamba unajitegemea wenyewe kwenye miradi, lakini pia umekuwa link na mifumo mingine, mifumo ya tehama, mifumo ya fedha. Kwa hiyo inakuwa inasaidia uwajibikaji. Zaidi ya nchi 23 zinatarajiwa kushiriki katika maonesho ya 49 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam Sabasaba yatakayowakutanisha wafanyabiashara na wawekezaji kutoka ndani na nje ya Tanzania. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema serikali imeweka mazingira ya amani na usalama ili kuhakikisha maonesho hayo yanafanyika kwa utulivu katika kipindi chote. Yamekuwa ni maonesho yanayokuza pato la taifa, yamekuwa ni maonesho yanayokuza pato la mtu mmoja mmoja, na yamekuwa ni maonesho yanayopunguza umaskini kwa wakazi wa Dar es Salaam na maeneo yote ambao wamekuwa wakifika katika kuyatazama ama kufanya biashara katika viunga vya Sabasaba nyakati zote. Ndugu waandishi wa habari, kutokana na upekee sasa huo, na kwa sababu zipo nchi kadhaa ambazo zitahudhuria katika maonesho haya, kama ambavyo nitasema hapo baadaye kidogo, kauli mbiu ya maonesho haya ya mwaka huu 2026 ni maonesho ya biashara ya kimataifa Sabasaba, fahari ya Tanzania. Mkoa wa Dar es Salaam tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama katika maeneo haya unakuwa wa kiwango ambacho hakijawahi kuonekana. Kwa upande wa nchi, mpaka sasa hivi tuna nchi 23. Tunatarajia zitaongezeka, ambapo kuna kwa mfano kawaida tuna Burundi, mara nyingi wanakuja maonesho yakianza. Burundi wanakuja basi zima, tunawapokea. Tuna nchi nyingine hapa Kenya, hatujaweka kwenye orodha yetu, lakini Kenya wameshatupigia simu, wanajiandaa kuja. Kenya Export Promotion, taasisi kama Tantrade. Tuna nchi ya Algeria, tumewasiliana na ubalozi wetu wa Tanzania kwa Algeria, wanajiandaa kuja. Kwa hiyo tunatarajia zitaongezeka nchi. Na tuelekee katika taarifa nyingine, ambapo Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema fedha za mikopo ambazo Tanzania imepata kwa wahisani tofauti zimebadili taswira ya nchi na maisha ya wananchi, na faida zake zinaonekana sasa na kwa vizazi vijavyo. Akizungumzia kuhusiana na hilo bungeni jijini Dodoma wiki hii, Ulega amesema katika sekta ya ujenzi na miundombinu kuna miradi imekamilika, kuna iliyo mbioni kukamilika, huku mingine ikiwa katika hatua za awali au hatua tofauti za ujenzi. Hizi zote ndiyo barabara kimsingi zinabeba uchumi wetu. Kwa hivyo tumepanga kuhakikisha kwamba tunakwenda kuzifanyia ukarabati mkubwa, na maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi yako dhahiri kwamba tunakwenda kufanya pia si ukarabati tu, ni pamoja na upanuzi wa barabara hizi. Kwa hivyo mkakati wetu, mtaona namna ambavyo tunaanza kuzitoa barabara hizi kutoka katika single carriage zinakwenda kuwa katika double carriage. Kidogo kidogo tunaamini kwamba tutafanikiwa, tutakwenda hatua kwa hatua. Double carriage zitatusaidia watu waondoke katika mtindo wa barabara za kutazamana namna hii. Kwa hivyo mbili zinapita upande mwingine na mbili zinakwenda upande mwingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, kimsingi pia msisitizo wetu ni kuhakikisha tunakamilisha miradi yote inayoendelea, na ile miradi ambayo imekwisha kusainiwa tunaipa kipaumbele cha namna ya kipekee kabisa. Kwa hivyo niwatoe hofu waheshimiwa wabunge ya kwamba miradi yote inayoendelea na miradi yote iliyokwisha kusainiwa, hii ni kipaumbele chetu na tutaendelea kuitazama kwa karibu sana ili kuhakikisha kwamba hatubakizi viporo ili mambo yetu yaweze kupendeza zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho naomba nijielekeze katika hoja ambayo imekuwa ikisemwa na baadhi ya watu ya kwamba hakuna kilichokopwa kisha tukakosa kufanya jambo la maendeleo. Katika barabara na viwanja vya ndege vilivyosimamiwa na Wizara ya Ujenzi, Mheshimiwa Mwenyekiti, leo
Tunampongeza sana Rais Samia kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya, na ushahidi ni juzi waziri wa uchukuzi amekuwa akienda akifungua baadhi na kuruhusu ndege zinaruka. Tusingelikuwa na kiwanja cha Tabora, tusingekuwa na kiwanja kilichoboreshwa pale Shinyanga, tusingelikuwa na kiwanja kilichoboreshwa pale Sumbawanga, tusingelikuwa na mradi unaoendelea wa kuboresha kiwanja cha Kigoma, tusingelikuwa na uwanja unaoboreshwa pale Tanga, tusingelikuwa na mpango wa kutengeneza kiwanja cha kisasa pale Manyara. Haya yote tunafanya ni kutokana na mikopo nafuu tuliyoipata kupitia wadau wetu wa maendeleo. Na hatimaye mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga amemwagiza katibu tawala wa mkoa huo Mariam Mohaji kuwachukulia hatua watumishi wa idara ya afya wa halmashauri ya mji wa Mbulu waliosababisha kuharibika kwa dawa za binadamu zenye thamani ya shilingi milioni 238.1, hali iliyosababisha baadhi ya wananchi kukosa huduma. Sendiga ametoa agizo hilo katika kikao maalum cha baraza la madiwani wa halmashauri ya mji wa Mbulu kuhusu hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 2024-2025, ambapo licha ya halmashauri hiyo kupata hati safi, kulikuwa na zaidi ya hoja 20 za kufanyiwa kazi. Wakati wananchi wanatafuta madawa, serikali imeweka mabilioni ya fedha, nyinyi mnasema kuna dawa zimeisha muda. Ndio katibu tawala, hii sasa iwe ni kazi ya halmashauri zote mkoa mzima, waganga wote wakupe taarifa ya namna ambavyo wanaweka stoku zao za madawa. Haiwezekani dawa ziharibike. Zinaharibikaje dawa? Kwamba hakuna mtu anayeumwa. Wananchi wanakwenda kwenye vituo vya afya, kwenye zahanati, kwenye hospitali, wengine wanalalamika wanasema madawa hakuna. Kumbe dawa zimewekwa huko chini ya maboksi mpaka zime-expire na zimenunuliwa kwa fedha nyingi sana ya serikali. Hii kitu haiwezekani na haikubaliki. Na wenye fani yenu hili jambo ni la fedhea na aibu kubwa sana kwenu. Manake ni kwamba hamna mpango wa first in first out. Lakini dawa zinawekwa wapi? Kwa sababu kwenye kila huduma ya afya kuna mashelfu ya dawa. Tunapangaje hizo dawa? Watu wa store wakoje? Na waza wanaotusababishia hizi hoja wachukuliwe hatua. Kwa sababu wewe ndio storekeeper. Unapokea mzigo unaingiza ndani. Kazi yako nyingine nini? Kazi yako si ni kulebo, sio kazi zao wale, sio wana vilebo, wana vikadi, wana vinini. Maana yake ni kwamba hatazami. Daktari huwezi kuingia store kila wakati. Watu wako wanaoangalia store kazi yao nini? Wanasababishia hasara milioni 238.1. Sio dawa za shilingi 200, dawa za milioni 238.1 zimeharibika, zinatakiwa zikateketezwe. Yaani mpaka huzuni kabisa. Hii kitu haikubaliki na haitakiwi kabisa itokee tena kwenye mkoa huu, mahala popote pale. Na kufikia hapo, mtazamaji, ndio tumehitimisha taarifa ya habari kutoka SQF TV. Ulikuwa nami Boniface Allen, sina la ziada.